Kitokea kisa kimoja hapa, kuna mheshimiwa mmoja limekwenda limelewa huko, namna lilivolewa hata mlango wa nyumba yake halikuuona, likaparamia ukuta. Kisa mashuhuri, likaanguka. Paramia mara ya pili, likaanguka. Mara ya tatu ukuta wenyewe ukamfuata, kamalizika hapo hapo. Siku ya pili anazikwa kwa heshima zote, eti anasindikizwa peponi. Basi pepo hiyo ndio imekuwa rahisi hivi kuliko hata andazi shekhe wangu ataili nalo linakwenda peponi. Sasa sio hivyo. Ni maamuzi ya kisawa sawa. Wa uzlifatil jannatu lilmuttaqina ghaira ba'id. Muttaqina wale wacha Mungu wa kweli, sio yeye aitaka pepo, pepo yenyewe inasogezwa kwake. Wa uzlifatil janna, ikasogezwa pepo lilmuttaqina, kwa wacha Mungu wa kweli, ghaira ba'id, taakid, haitokuwa mbali. Alafu Mungu aambie hadha ma tuaduna, hizi habari hizi, hii ndio ile mloahidiwa. Kaahidi nani? Likulli awabin hafidh, kila yule alomwelekea Mwenyezi Mungu kisawa sawa, kwa ukweli, uaminifu, uadilifu, yakini ya kisawa, hakuwa msanii. Awabin hafidh, mwenye kuhifadhi uzuri mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani huyo? Tafsiri yake, man khashiya arrahmana bilghaib, yule aliyomwogopa Mwenyezi Mungu kisawa sawa. Khashia kajenga hofu ya kweli, woga wa kweli, unyenyekevu wa kweli mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Awe mbele ya kundi la watu, awe peke yake, awe mchana, awe usiku, msimamo wake ule ule. Wajaa biqalbin munib, akaja na ule moyo wa kumwelekea Mwenyezi Mungu. Huyu mtu mwenye sifa hizi ndio anaanza uzlifatul janna, pepo yenyewe inasogezwa kwake. Alafu ataambiwa udkhuluha bisalam, sasa ingia au ingieni kwa amani kabisa. Hadha yawmul khulud, hii ndio siku ya kukaa hasa, ndio makazi. Lahum fiha ma yashaun, ndani ya pepo hiyo watapata kila wanachokitaka. Sasa ni maamuzi, sio hivi hivi tu shekhi wangu. Kwa hiyo sajibu lillahi, mjibuni Mwenyezi Mungu, walirasuli, na mtume wake, lima yuhyikum, kwa yale mambo ambayo atakupeni uhai wa kisawa sawa. Kwa hiyo istijaba ya kwanza kumwamini Mwenyezi Mungu kisawa sawa, kuamini zile arkanul iman zote kisawa sawa, kuamini malaika wake, kuamini vitabu vyake, kuamini mitume, kuamini yaumul akhir, alqadar zote kisawa sawa. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. Hao wenye sifa hizo, hao ndio wa kweli, hao sio wasanii. Wa ulaika humul muttaqun, na hao ndio wacha Mungu. Ndio wacha Mungu. Na leo kizuizi kikubwa leo cha sisi kusonga mbele, kutoeleweka katika hii dunia, na mpaka kuonekana zile ahadi alizoziahidi Mwenyezi Mungu kwa Waislamu zinaonekana kama feki. Sababu hiyo kuna usanii mkubwa, Uislamu wa kidesign tu, action tukujionesha tu. Na shekhe mmoja alikuwa akizungumza Palestina, anazungumza kuhusu nusra ya Mwenyezi Mungu aliyoonyesha kwa maswahaba, hata malaika, inni mumiddukum bi 5000 min almalaikati musawwimin mumiddukum alfa. Namna hiyo Qur'ani inaonyesha hivyo. Mwenyezi Mungu alileta kundi la malaika 5000, kundi la malaika 1000 kwenda kuwasaidia waumini, na kweli hata makafiri walishuhudia wenye jambo hilo. Sheikh alikuwa akizungumza hivi, jamaa akapiga kelele. Sasa Sheikh, mambo mengine hataingia akilini bwana. Hayo mambo yanaonekana ya huko miaka 1400 iliyopita huko. Sisi hapa kila siku hapa tunadhalilishwa, wake zetu wanadhalilishwa, mabinti zetu wanadhalilishwa, sisi wenyewe tunateswa, halafu tunapigana, sijui mwaka wa 50 au sijui 60 mbona hiyo hao malaika wenyewe hatuone kuja kunusuru. Sheikh akamjibu, akaambia Sheikh, malaika walikuja, lakini walipokuja wakakuteni nyinyi na Mayahudi hamna tofauti yote, hawakuona Waislamu wenyewe wakarudi huko. Sio jazba zile za Kiyahudi, hubu dunia wa karahiyatul maut, kuipenda dunia na kuchukia kifo. Yusari'una ila dunia, wao mbio zao dunia.
Ukimwona kacheka dunia, kalia dunia, kasafiri dunia, yuko nyumbani dunia. Sasa wewe na Yahudi ni tofauti gani? Kwa taarifa yenu malaika alikuja lakini wakachanganyikiwa, jamaa tumnusuru nani na tunaiona Myahudi mitupu hii?